Nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Rahim kwa kuturuzuku uhai, lakini kutujalia afya ambayo imetufanya sote tukusanyike leo hapa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kwa tukio hili muhimu sana mwanzo huu wa mwaka la kuipokea timu ya Taifa Stars ambayo imeshiriki mashindano ya AFCON ya mwaka 2025 ambayo yamefanyika nchini Morocco. Na Tanzania kwa mara ya kwanza imeweza kuingia katika timu 16 bora au mechi za mtoano au knockout, na imecheza mchezo mzuri sana ilipopambana na Nigeria, ilipopambana na Tunisia na mchezo wa mwisho wa Morocco. Wachezaji wetu wameonyesha umahiri wa hali ya juu katika mchezo wa kabumbu, lakini wamecheza kwa kujitoa kwa moyo wao wote, na hakika wameipa Tanzania heshima kubwa sana. Na ndio maana kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nichukue nafasi hii kuwapongeza sana kwa hatua hiyo walioifikia ya kulipambania taifa letu katika mchezo huu wa AFCON. Na sasa Tanzania imeingia katika timu shindani za mashindano ya AFCON na sio mshiriki au msindikizaji. Nifikishe kwao na Watanzania wote salamu nyingi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ameniagiza nifike hapa kuwapokea wachezaji ambao baada ya mechi yao alichukua uamuzi wa kuwapelekea ndege ambayo imekwenda kuwachukua na kuwaleta hapa, ikiwa ni moja ya dalili au moja ya ishara ya kuheshimu kazi kubwa ya kizalendo ambayo wameifanya. Nami nichukue nafasi hii kumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuiwezesha Taifa Stars kwa hali na mali, lakini kuiwezesha sekta ya michezo kwa hali na mali kufikia hatua hii ambayo tumefikia. Na yeye mwenyewe tarehe 10 atakutana na wachezaji wote wa Taifa Stars na wachezaji wa michezo mingine ambao wameshinda katika mashindano mbalimbali, yawe ya riadha, yawe ya cricket, kwa chakula cha mchana pale Ikulu, ili kuweza kuwapongeza wote kwa kazi nzuri ambao wameifanya. Siku njema huonekana asubuhi, na timu ya Taifa Stars imeifanya siku yetu njema inayotuanzishia mwaka 2026 katika sekta ya michezo, lakini mambo mengine yote nchini Tanzania kuwa mambo yameanza vizuri. Na kurejea kwao na ushindi huu walioupata wa kufika hatua hiyo, sisi kwetu ni mwanzo sasa wa maandalizi ya ushiriki kamilifu na ushindani kamilifu wa Tanzania katika mashindano ya AFCON 2027 ambayo sisi Tanzania, Kenya na Uganda tutakuwa wenyeji kwa pamoja. Lakini Tanzania tumeonyesha njia kwa sababu sisi ndio nchi pekee ambayo imekuwa inashiriki katika mashindano ya AFCON, na sasa tumefikia ngazi hii, na hii inaonyesha kabisa 2027 tutafanya vizuri zaidi, na lengo letu 2027 kombe la AFCON libaki Tanzania. Niwashukuru wananchi wote wa Dar es Salaam ambao mmejitokeza kuja kuwapokea wenzetu, kuwapa hamasa, lakini kuonyesha tunathamini shughuli kubwa walioifanya Morocco. Ombi langu kama alivyosema mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ndugu wana Dar es Salaam na Watanzania wote, tutunze amani ya nchi yetu, tuilinde amani ya nchi yetu, tuulinde umoja wa taifa letu, tuulinde mshikamano wa taifa letu. Na moja ya vitu ambavyo vinaashiria umuhimu wa amani katika taifa lolote ni ushiriki wake katika michezo. Tumeweza kushiriki katika michezo Morocco, na tutashiriki sehemu nyingine, kwa sababu sisi ni nchi yenye amani, sisi ni nchi yenye umoja, sisi ni nchi yenye mshikamano. Na hayo yote yatufanye sasa kwa wivu mkubwa zaidi tuendelee kuilinda amani ya nchi yetu, wakati tunafanya mambo mengine yote, yawe ni ya kujenga nchi yetu, yawe ya kuimarisha utawala bora,
yawe ya kuimarisha mifumo ya haki, yawe ya kushughulikia changamoto mbalimbali za Watanzania wa rika zote. Amani ni msingi wa taifa letu, na amani ndio nguzo ya taifa letu, na amani ndio alama ya Utanzania. Hakuna taifa ambalo halina kitu linachokithamini, taifa ambalo halina kitu ambacho linakithamini na liko tayari kwa gharama yoyote kukilinda, basi taifa hilo halijitambui wala halijitanabahishi. Taifa hili, moja ya vitu ambavyo vinalitanabahisha katika ulimwengu huu na katika ukanda huu wa bara la Afrika, kwamba ni nchi ambayo imejenga umoja, ni nchi ambayo imeimarisha mshikamano, ni nchi ambayo imetunza amani, lakini ni nchi ambayo ina uwezo wa kukabiliana na matukio mbalimbali na kutatua changamoto mbalimbali kwa njia ya mazungumzo, kwa njia ya maridhiano, kwa njia ya kukaa mezani na kufanya mambo yote. Na moja ya nyenzo hizo kubwa ni michezo. Kwa hiyo hamasishe vijana wote wa Tanzania tushiriki katika michezo. Michezo sasa ni burudani, michezo sasa ni ajira, michezo sasa ni alama na fahari ya taifa lolote lile. Na ndio maana Dr. Samia Suluhu Hassan amewekeza fedha nyingi katika sekta ya michezo, iwe ni ujenzi wa viwanja, uimarishaji wa miundombinu mbalimbali, na sasa uimarishaji wa timu ya Taifa Stars. Na wengi wamesema sasa tumeona matokeo ya maandalizi mazuri ya timu zetu. Kwa nichukue fursa hii tena kuwashukuru Watanzania wote ambao wamejitokeza, ambao mmekuja ili kuwapokea ndugu zetu wa Taifa Stars, na mengi tutayasikia kutoka kwa Mheshimiwa Rais tarehe 10 atakapokutana na wachezaji wetu. Lakini niwashukuru sana 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 viongozi wote ambao tumekusanyika hapa. Tanzania ni moja, itaendelea kuwa moja. Tanzania ni imara na itaendelea imara bila kutetereka. Watanzania ni wamoja na wataendelea kuwa wamoja, na hawataruhusu kugawanywa na mtu yoyote kwa kisingizio chochote kile. Lakini Watanzania ndio moja ya nchi ambayo wanathamini michezo na hasa kabumbu au soka. Na leo timu ya Taifa Stars imetupa raha kubwa sana, imetupa furaha kubwa sana, imetuongezea fahari. Taifa Stars oye! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Basi baada ya hayo niwaambie wote tujiandae sasa huu mwaka wa 2026 mpaka 27 kushuhudia soka yetu ikizidi kukua, kushuhudia michezo yetu mingine, iwe ni cricket, iwe ni mbio, iwe ni ngumi, iwe ni masumbwi, ikizidi kuimarika, ili Tanzania iendelee kung'aa pia katika tasnia hii ya michezo. Na washukuruni sana, nawatakia kila laheri, siku njema, na waandishi wenzangu wa habari, maana mimi mwenzenu na kama mnavyojua na press card, nina hakika leo, kesho na mpaka 2027 mtatoa umuhimu wa kutosha katika maandalizi ya Tanzania katika michezo ya AFCON, lakini ushiriki wa Tanzania katika michezo ya AFCON, ushindani wa Tanzania katika michezo ya AFCON, lakini pia katika michezo mingine yote ambayo Tanzania inashiriki. Tanzania oye! Asanteni sana.